Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa channel pendwa kabisa ya Vincent Wellington ambayo inazungumzia Mungu na uchumi. Leo tunajifunza kipengele cha namna gani unaweza kuanzisha mradi mpya. Ni mambo yapi uweze kuyazingatia katika kuanzisha mradi mpya? Tulishajifunza jambo la kwanza hadi la tano. Nakumbuka tuliishia pointi namba 5 ambayo ilikuwa inaeleza kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza katika mradi unaotegemea kuanzisha. Ni hatari zipi tukaziona? Leo tunaendelea na pointi namba 6 ambayo unatakiwa kuzingatia unapotaka kuanzisha mradi mpya. Jambo la 6 ni kuweza au kuwa na ujuzi katika kufanya mradi wako. Je, una uwezo wa kufanya mradi huu? Lazima ujiulize mara mbili. Sio uanzishe mradi wakati uwezo wa kufanya huo mradi hauna. Kuna watu wanaanzisha mradi, labda unaanzisha mradi wa duka, lakini hata kuingia dukani uweze kuuza bidhaa zako, mteja anahitaji hata chenchi uweze kumrudishia. Uwezo wa kufanya hiyo hesabu kurudisha chenchi hauna, lakini wazo lako kwamba nianzishe duka. Ni dhahiri kwamba utaweza kufilisika katika kufanya biashara kwako. Lazima ujue kwamba nitasafiri kwenda kununua bidhaa, nitarudisha, nitapanga bidhaa zangu dukani, wateja watakuja wengi kununua bidhaa zangu. Lazima niwe na uchangamfu katika kurudisha chenchi na vitu vingine. Kuweza kubaini bidhaa gani inahitajika dukani, nitaweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kuna wengine wanachukia hadi kusafiri. Sasa hataki kusafiri, lakini anataka anzishe biashara ya duka. Ni dhahiri kwamba utaweza kufeli katika biashara yako. Sasa uwezo na ujuzi katika shughuli hiyo lazima uwe nayo. Kama ni mfugaji, lazima ujue kwamba nikianzisha biashara ya ufugaji lazima nina ujuzi katika ufugaji. Kama ni mfanya biashara, ujue kwamba una ujuzi katika biashara hiyo. Kama ni kilimo, ujue kwamba una ujuzi katika kilimo. Kama shughuli yako ni ya kielimu, basi ujue una ujuzi katika eneo hilo la elimu. Kwa hiyo katika ujuzi unahitajika uwe na mambo makuu mawili ya kuzingatia katika uwezo na ujuzi katika jambo hilo. Jambo la kwanza kabisa, uweze kusimamia shughuli hiyo ambayo unaifanya. Kuna watu wanaanzisha miradi lakini wanategemea watu wengine wasimamie miradi husika. Ni dhahiri kwamba yule ambaye anasimamia mradi anapotoka utayumba katika mradi wako. Kwa lazima uwe na uwezo wa kusimamia mradi wako 100%. Usitegemee mtu mwingine atakuja kusimamia mradi wako. Kama atatokea sawa, lakini anapotoka ujue kwamba mimi nitasimamia mradi wangu mwanzo mpaka mwisho bila kutetereka. Lakini pointi ya pili katika pointi hii ni kwamba kama hauna, tafuta mafunzo. Yawezekana sasa uwezo na ujuzi hauna. Sasa tafuta mafunzo kwanza kabla ya kuanzisha mradi, uweze kuwa na ujuzi katika kuendesha mradi huo. La sivyo, ukimweka mfanyakazi atakuringia, atafanya vile ambavyo anapenda, kwa sababu anajua kabisa uwezo wa kufanya mradi huo hauna, wala ujuzi katika mradi huo hauna. Kwa atalinga sana katika kutekeleza mradi wako, na ni dhahiri kwamba akishaanza kuingia katika mradi huo utaweza kukwama katika uendeshaji wa mradi wako. Pointi nyingine ya 7 katika kuanzisha mradi mpya, lazima uwe na eneo na miundombinu. Lazima uwe na eneo na miundombinu. Usije kuanzisha mradi wakati miundombinu ya mradi husika hauna. Usije kuanzisha mradi wakati eneo la kufanyia mradi hauna. Lazima uwe na eneo husika, na eneo linaendana na wahitaji wa bidhaa husika. Hauwezi kuanzisha biashara ya duka maeneo ambapo unajua kabisa maeneo haya hakuna wahitaji wa biashara hizo za duka ambazo unaenda kuuza. Hauwezi kuanzisha ufugaji wakati unajua kabisa eneo hilo ambalo unaenda kufuga halina wahitaji wa mifugo hiyo unayoifuga. Hauwezi kuanzisha
kufuga mifugo, wakati unajua kabisa eneo hilo unalofuga mifugo hawawezi kustahimili eneo hilo, lazima uhakikishe kwamba eneo hilo unaoenda kulitumia katika ufugaji ni rafiki kwa ajili ya ufugaji. Unapoanzisha kilimo lazima ujue eneo hilo unaloanzisha kilimo ni rafiki kwa ajili ya shughuli za kilimo. Sasa unaweza ukaenda eneo la ukame kabisa, hamna hata mbinu ya umwagiliaji, unataka utekeleze kilimo, ni dhahiri kwamba utaweza kukwama katika shughuli hiyo unaenda kuianzisha. Lakini pointi nyingine ya 8 na ya mwisho kwa siku ya leo ni sheria na vibali. Sheria na vibali vya nchi husika. Katika mradi unaenda kufanya, unazijua sheria za mradi unaoenda kuanzisha katika nchi yako? Kama huko nchini Tanzania hapa kwetu, lazima ujue sheria zinasemaje. Usije ukawa ni mradi haramu. Ukishakuwa mradi haramu, ni dhahiri kwamba unaweza kukamatwa na utaishia polisi au utaishia mahakamani. Kwa mradi wako ni dhahiri kwamba utakuwa umekwama, hautaendelea. Lazima ujue kwamba sheria na vibali kuhusu mradi husika unaenda kufanya. Kwa mfano, unataka kuanzisha upasuaji wa mbao. Upasuaji wa mbao una sheria na taratibu. Mamlaka zipo zinazohusika na shughuli za upasuaji wa mbao kwa ajili ya kulinda usalama wa misitu ya nchi yetu. Lazima sasa, ukianzisha upasuaji wa mbao wakati haujui sheria na taratibu za kuendesha mradi huo, ni dhahiri kwamba utakwama katika uendeshaji wa mradi wako. Katika sheria na vibali, pointi hiyo namba 8, utazingatia vitu vikuu viwili. Jambo la kwanza, sheria za serikali zinasemaje katika nchi yako. Sheria za serikali katika nchi husika zinasemaje wewe unapoendeshea mradi wako. Lakini pointi ya pili, pata leseni na vibali. Lazima uwe na leseni. Kuna watu wanafanya biashara hawana leseni, kwa vyote vile ni dhahiri kwamba utakwama katika uendeshaji wa biashara yako. Viongozi wanaohusika na mapato wakija kufuatilia mapato, utawaona ni maadui. Kwa nini? Hauna vibali wala hauna leseni katika biashara yako. Kama utakuwa umeanzisha shughuli za kilimo, lazima unapokuwa na leseni na vibali utaweza kufanya kazi yako kwa uhuru, kwa sababu wewe unatambulika katika serikali kwa ajili ya shughuli husika. Lazima uzingatie sheria na vibali ili kwamba uweze kufanya kazi yako kwa uhuru kabisa. Kwa siku ya leo tumejifunza hizo pointi kuu 3 ambazo zinakuwezesha kuanzisha mradi mpya, tukianza zile za mwanzo kabisa ambazo tulijifunza mwanzoni, pointi 5. Ya kwanza ambayo tumeiona leo ni uwezo na ujuzi wa kufanya kazi husika. Pointi ya pili tumeona eneo na miundombinu, eneo na miundombinu kwa ajili ya kutekeleza mradi. Lakini ya mwisho kabisa tumeona sheria na vibali kwa ajili ya uendeshaji wa mradi wako. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ukihitaji kujua pointi zingine kuanzia ya kwanza mpaka ya 5 ya zile ambazo unatakiwa kutekeleza, mambo ambayo unatakiwa kuyatekeleza katika kuanzisha mradi mpya, basi nifuatie katika chaneli yangu ya Vincent Wellington, channel ya YouTube. Utaweza kuniona kabisa. Unaweza ukagoogle hata katika mtandao wa kijamii mingine, utaweza kupata mafundisho haya, na Mungu wa mbinguni akubariki. Usisahau kukomenti, kusubscribe na kulike na kunifollow katika chaneli yangu, na Mungu wangu wa mbinguni atazidi kubariki. Asante sana, barikiwa sana na Bwana.